Mwezi wetu huu wa 5 ni wiki letu la pili sasa. Tunamshukuru Mungu aliyetulinda na kutufikisha wakati huu. Tuombe. Mungu Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, tazama watoto wako, tuko tena mbele za uso wako, tukikushukuru kwa mema mengi ambayo Bwana umetutendea tangu asubuhi. Sisi tulioko hapa Bwana ni miongoni mwa wengi ambao umewalinda tangu asubuhi. Umekuwa pamoja na sisi katika majukumu yote tuliyoyafanya. Hatukuwa peke yetu Bwana, tulikuwa pamoja na wewe. Mkono wako Bwana ulikuwa pamoja nasi, jicho lako lilitutazama. Na tuko mahali hapa Mfalme, tumekuja kama watoto wako tupate kukusikia wewe jinsi unavyopenda kusema nasi. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunaita uwepo wako Bwana uwe pamoja nasi, ukatuwezeshe, ukatubariki, kafumbue masikio yetu ili Mungu tukapate kusikia ujumbe wa neno lako. Lakini zaidi ya yote tusamehe Mfalme. Inawezekana katika kuamka kwetu tangu asubuhi tumekukosea wewe, tumekutenda dhambi, yamkini kwa kuwaza, kwa kunena na hata kwa kutenda. Tuelewe na kutusamehe Mungu mtakatifu, ili hata wakati huu tupe uhalali Bwana wa kusogea mbele ya kiti chako cha rehema, na utuwezeshe Mfalme kwa ajili ya kusikia ujumbe wa neno lako. Kaa nasi Mungu tunapokwenda kuanza na hata tutakapomaliza, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tuketi tafadhali. Basi wapendwa, ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya wakati huu tena ambao Mungu ametupa kibali cha sisi kuwepo hapa, na katika wiki hili tumepewa kichwa kinachosema ushuhuda wa Roho Mtakatifu, tukiongozwa na neno la Mungu kutoka Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 15 na mstari ule wa 16. Ushuhuda wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Nipende kusema mambo machache kwamba tunapozungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu ni somo pana. Mimi nimelinganisha habari ya Roho Mtakatifu ni kama mti wenye shina, wenye matawi, wenye mizizi mingi. Na ukisema uchambue kwa habari ya Roho Mtakatifu ni somo pana kidogo, lakini basi Mungu atatupa neema kwenye maeneo mbalimbali ambayo tunaweza tukayapitia, lakini mengine basi kwa wakati mwingine tutapata nafasi ya kuyasikia, au kwa wakati mwingine basi tutapata neema ya kuendelea nayo. Lakini kwa wakati huu tutapita kwenye sehemu mbalimbali ambazo tutajifunza kwa habari ya Roho Mtakatifu. Lakini niseme ya kwamba ninajua sio somo ngeni kwetu. Ni somo ambalo tumekwisha kulisikia na tunajua kwa habari ya Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu ni nini, Roho Mtakatifu anafanya nini, na Roho Mtakatifu anatuwezesha kufanya nini. Lakini niseme tu kwamba katika Injili ya Yohana Mtakatifu ambayo tumepewa kusoma katika mlango ule wa 15 na mstari ule wa 16, neno linasema, ninyi hamkunichagua mimi, bali mimi niliwachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yadumu, ili kwamba lolote mtakalomuomba Baba kwa jina langu awapeni. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza, jambo la kwanza, neno la Mungu linasema ninyi hamkunichagua mimi. Sisi hatukumchagua Mungu, sisi hatukumchagua, bali anasema bali mimi niliwachagua ninyi. Kwanza, hiyo ni nafasi moja kubwa ya sisi kuchaguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Anatoa utambulisho ya kwamba yeye ametuchagua sisi na sio sisi tuliomchagua yeye, lakini akasema ametuchagua sisi ili sisi tuende tukazae matunda, na matunda hayo yaweze kudumu, na matunda hayo yaweze kukaa, ili basi lolote tutakalomuomba Mungu aweze kusikia kwamba lolote tunalomuomba atupe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo ndo maana nimesema kwamba kama tunazungumza kwa habari ya ushuhuda wa Roho Mtakatifu, na tunapopewa neno hili kwamba ninyi hamkunichagua mimi, bali mimi nimewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, kwa maana hiyo ni kwamba
ni lazima tuzae matunda, na matunda hayo tutayazaa kama sisi tunaye Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Hutaweza kuzaa matunda kama huna Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa ninataka nizungumze kwamba Roho Mtakatifu, tunapozungumza, ni nafsi tatu katika utatu wa Mungu. Tunaposema Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu katika Mungu ambaye ndiye Baba yetu. Kwa hiyo kazi mojawapo kuu ambayo huyu Roho Mtakatifu anayoifanya ni kutoa ushuhuda juu ya Yesu Kristo. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kutoa ushuhuda juu ya Yesu Kristo, na si pamoja na kutoa ushuhuda, lakini pia ana kazi nyingine ya kumthibitisha. Ana kazi ya kumthibitisha kwa waamini na kwa ulimwengu. Waamini, wale walioamini ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi katika maisha yetu. Na ndio maana kama huna huyo Roho Mtakatifu, wewe huwezi kutoa ushuhuda, wewe huwezi kushuhudia. Unashuhudia kwa sababu yupo aliyeko ndani yako anayekusukuma. Huyo ndiye anayekusababisha wewe uweze kutoa kile ulicho nacho, na unatoa kile ulicho nacho kwa sababu umeamini. Bwana Yesu asifiwe. Uweze ukatoa kitu kama hujaamini. Unapokea alafu unakitoa, unakielezea kwa watu wengine. Na jambo jingine ni kwamba ushuhuda huu hauishi kwa Roho peke yake, bali unaendelea pia kupitia maisha ya yule muamini, yule aliyeamini. Kwa maana hiyo ni kwamba ushuhuda huu hauishi kwa Roho peke yake, bali unaendelea pia kupitia maisha ya yule muamini waliomjaza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapojazwa kwetu sisi tunaoamini, sasa ndio sasa huo ushuhuda unaendelea kwa yule aliyeamini, yule aliyejazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikajiuliza swali, nikasema, kwani huyo Roho Mtakatifu, tunapozungumza habari za Roho Mtakatifu, huyo Roho Mtakatifu anakaa wapi? Hilo ni swali ambalo wewe na mimi unapaswa kujiuliza, kwamba huyo Roho Mtakatifu anakaa wapi? Nikapata majibu kwamba kumbe Roho Mtakatifu anakaa ndani ya muamini. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anakaa ndani ya yule muamini, yaani yule aliyeamini. Nikisema muamini, manake yule aliyeamini, yule aliyempokea, yule aliyemkubali. Huyo Roho Mtakatifu ndiye anayekaa ndani yake. Na jambo jingine, wale waliompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wao, ndio huyo ambaye Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Na ndio maana hata neno la Mungu linasema kila aliye naye huyo mwana anao nini? Anao ushuhuda. Huwezi kutoa ushuhuda kama huna aliyeko ndani yako anayekusukuma na kukushuhudia kusema kile ambacho umekiamini na kile ambacho umekipokea. Na ndio maana unakuta mtu anakushuhudia, anakuambia, mimi bwana, katika hili Mungu ameniwezesha, katika hili nimepita pale. Kama si Mungu aliyekuwa pamoja na mimi, unamshuhudia mwingine, na yule unayemshuhudia na yeye anapokea, na anapopokea na yeye anapata nguvu ya kupokea na yeye yule ambaye wewe unaye ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaposhuhudia unampa yule mtu mwingine nguvu zaidi ya kuamini kile ambacho na wewe unacho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama huna, hata wewe huwezi kuwa na cha kumwambia. Ni lazima uwe nacho ili uweze kupata cha kumshuhudia mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hukaa ndani yao kama hekalu lake, anakaa ndani yetu. Na anapokaa ndani yetu, anakaa kwa yule aliye tayari kukubali na kufungua moyo wake ili huyo Roho Mtakatifu aweze kukaa. Roho Mtakatifu hawezi kukaa mahali pachafu. Roho Mtakatifu
hawezi kukaa mahali penye migogoro. Roho Mtakatifu anakaa kwa yule muamini ambaye ana moyo wake uko tayari, ni msafi. Kwa nini? Tukisoma katika waraka wa kwanza Wakorinto wa kwanza sura ile ya 6 na mstari wa 19, naomba kama umepata Shabiri utusomee waraka wa kwanza kwa Wakorinto sura ile ya 6 na mstari wa 19. Wakorintho wa kwanza 6:19. Ndio. Maandiko yanasema 6:19 ndio. Wakorintho wa kwanza 6:19, maandiko yanasema au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba huyo Roho Mtakatifu tumepewa, anakaa ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Hivi mmelisikia vizuri hilo neno? Anafanya nini? Anakaa ndani yetu, alafu sisi tumepewa. Na sasa tunapopewa, tunatakiwa tumpokee. Tunapompokea, anatuwezesha sisi. Bwana Yesu asifiwe. Anatuwezesha sisi kufanya yale ambayo anataka sisi tuyafanye. Miili hii ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na ndio maana nikasema Roho Mtakatifu hawezi kukaa mahali pachafu. Roho Mtakatifu anakaa mahali pazuri ili akuwezeshe wewe, kukusukuma kutoa ushuhuda kwa wengine. Yaani hata wewe mwenyewe ukiingia ndani ukakuta nyumba ni chafu, kuna mahali wakati mwingine inakukera, si ndio? Yaani hutamani kukutana na yale mazingira. Unatamani ukutane na yale mazingira yakiwa masafi. Mimi huwa nikiwa pale nyumbani, unaweza ukakuta labda tumejisahau, huyo ameweka hiki, huyo ameweka. Alafu ukishasikia hodi huko nje, unaanza karibu, huku umeenda unatoa kwanza karibu, huku utaki kwenda kumfungulia mlango haraka. Kwa nini? Kwa sababu unajisikia vibaya kwamba huyu mtu anapokuja atakutana na vitu vimejaa nini, vimejaa hapo sebleni. Yaani anyway, inawezekana labda yeye asiwe na shughuli navyo, la wala asijisikie vibaya, lakini wewe uliyeko pale ndani ndiye utakayejisikia vibaya kwamba mbona amekuta ile chupa iko pale mezani wakati sio mahali pake, si ndio? Mbona amekuta ile sufuria iko pale mezani sio mahali pake. Lakini kumbe wewe inawezekana ukawa huna shida yoyote, lakini unaona yeye hiki hakiwezekani kukaa. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, ndivyo ilivyo kwamba Roho Mtakatifu anataka akae mahali pasafi. Hata wewe mwenyewe ujisikie huko moyoni ya kwamba hakika kweli ninayo nguvu ya Roho Mtakatifu inayoniwezesha mimi kuomba. Bwana asifiwe. Si tumetangulia kusema kwamba hatuwezi tukaomba lolote, lakini tukiwa na huyo Roho Mtakatifu anatuwezesha sisi kuomba kile tunachokihitaji kwa Baba, na tunapomuomba yuko tayari kutusikia. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, Roho Mtakatifu anakaa mahali pasafi. Kwa hivyo wewe ambaye Mungu amekupa hiyo neema ya kumkiri Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi katika maisha yako, unachotakiwa ni kuhakikisha kila wakati yule Roho Mtakatifu anaogelea kwenye dimbwi lile la maji masafi, si anaogelea kwenye dimbwi la maji machafu. Kwa sababu akiogelea kwenye dimbwi la maji machafu utashindwa, utakosa nguvu hata unapopeleka hitaji lako.
hakuna anayekuwezesha wewe kukupelekea zile taarifa, lakini anapokuwa kwenye lile dimbwi la maji masafi, hata wewe mwenyewe unajisikia furaha, hata wewe mwenyewe unajisikia amani. Na ndio maana ukifanya kitu kibaya, tayari kuna connection inayoingia inayokujulisha ya kwamba hiki kitu ulichokifanya sio kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata kuna mtu mwingine anasema, ninataka nisikie Roho ananiambia nini. Si ndio? Anasema ninataka nimsikie Roho ananiambia nini, nitende au nisitende. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakupa maamuzi ya kufanya au ya kutokufanya. Sasa inategemea wewe unatii sauti ipi, ile inayokuambia fanya au inayokuambia usifanye. Na ndio maana mwingine anakuambia, I say, nilipomtii Roho Mtakatifu kile kitu bwana, yani na nisingemtii Roho Mtakatifu leo ningekwenda kufanya hivi na hivi na vile. Lakini baada ya kumtii Roho Mtakatifu, yani nilipomtii tu nikaacha kufanya kile kitu, kumbe ningeenda kule, ningeenda kukutana na ajali, ningeenda kukutana na hivi, kumbe kulikuwa kuna bonge la mtego niliokuwa nimetegewa. Lakini nilivyokubali tu kutii ile sauti iliyoniambia hapana, usiende, hakika imeniepusha na ile hatari. Kwa hiyo mara nyingi ni lazima tumsikie yule mtu wa ndani jinsi anavyozungumza na sisi, lakini mtu wa ndani anazungumza na yule muamini. Bwana Yesu asifiwe. Anazungumza na nani? Anazungumza na yule muamini, yule anayeamini. Bwana Yesu asifiwe. Naomba unisomee tena Warumi sura ile ya 8 na mstari wa 9. Warumi 8 mstari wa 9, maandiko yanasema, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Hebu rudia tena. Maandiko yanasema, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si nani? Kwa hivyo hatutaki mwili huu utushurutishe kufanya yale yasiyofaa, kwa sababu kama huu mwili utatushurutisha kufanya yale yasiyofaa, huyo Roho Mtakatifu hataweza kupata nafasi. Bwana asifiwe. Hataweza kufanya nini jamani? Hataweza kupata nafasi. Kwa hivyo ni lazima sisi tukubali kuhakikisha kwamba huu mwili hautushurutishi kufanya yale yasiyofaa, bali huu mwili utushurutishe yale yanayofaa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mtu anapookoka, anapomkubali Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi katika maisha yake, akafanya kitu ambacho ni kinyume na mapenzi ya Mungu, akafanya kitu tofauti, yani ni sawa na hii nguo yangu niliyovaa, alafu nikaingia nayo hapa mahali, hapa pote pana lidoa fulani, yani ninyi mtakapokaa hapa hamtakuwa mnanisikiliza kile ninachoongea, badala yake mtakuwa mnaangalia kile kiraka kilichoko hapa. Kweli au sio kweli? Yani manake mtakuwa mnaangalia kile kiraka kilichoko hapa. Na kwa sababu hiyo ndio maana unapookoka, unapomkubali Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi katika maisha yangu, maana yake ni kwamba tukuone, tunapomwona Shaduli akifanya kitu ambacho ni tofauti, sisi tunakuwa na maswali, tunajiuliza. Yani hebu ngoja tu niseme mfano mfupi tu au mdogo sana. Ulikuwa kijana mzuri sana, tunakufahamu, ni mwimbaji mzuri wa mapambio, ukosi kipindi. Alafu ghafla tunasikia leo fulani na fulani wako wamejivua Ukristo, wako nje. Sisi tunaweza tukasema wako nje ya kundi, si ndio manake? Hebu fikiria, sisi tunakutazamaje? Ule ushuhuda wako si umeondolewa? Ule ushuhuda haupo tena, si ndio? Hata kama utatengeneza
Ni kweli Yesu atatusamehe, atakusamehe makosa, lakini hata kama utatengeneza, hautaweza kufanana na yule wa wakati ule aliyekuwa anatuimbisha mapambio, aliyekuwa anaomba sana, aliyekuwa anafanya. Hutafanana naye, kwa sababu tayari kuna mahali ambapo ushuhuda wako umefanya nini? Umeondolewa. Yaani ile sura uliokuwa umeivaa kwa wakati ule haipo tena. Sawa, hata kama utarudi, lakini tutakuangalia kwa mtazamo mwingine. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, tunapomkiri Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi katika maisha yetu, tuhakikishe ya kwamba miili yetu hii, tunahakikisha ya kwamba huyo Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu anatuwezesha sisi ili tushuhudie ile iliyo kweli ya Mungu, kwamba maneno yetu, matendo yetu na mwenendo wetu ufanane na jinsi tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ufanane na nini? Na jinsi tulivyo. Juzi tulipokwenda na vijana, tuliwapa kazi kidogo, tena ni mimi nilitoa. Nikaomba kwamba kila kundi liende likajadili swali na baadaye walete mrejesho. Kaenda huko wakazungumza. Wakati wanapotoa mrejesho, kundi moja, sikumbuki ni kundi gani, lakini yule aliyekuwa anaeleza akasema hivi: sisi viongozi tuna kazi ya kuwaambia watu hiki usifanye, hiki usifanye, lakini tunapowaambia hiki usifanye, wao wanatukuta sisi tunafanya. Kidogo nilijisikia kama kunyong'onyea vile, si ndio jamani? Yaani kama sisi tunasimama hapa mbele, manake ni kwamba yule kijana alikuwa na maana hii kwamba kama mimi ninakwambia ya kwamba hapa usikanyage, ukikanyaga hapo kuna matope, manake ni kwamba hata na mimi pia hawapasi kuniona ninakwenda kukanyaga matope, ili kile ninachomwambia kiwe ushuhuda kwake, kimsaidie katika maisha yake. Lakini si tena mimi nimwambie alafu mimi niende tena nikakitende. Unajua walitupa challenge si ndio jamani? Yaani kile kitu kiliniingia, nikaambia Mungu, naomba unisamehe. Kumbe basi ndio maana tunatakiwa kile tunachokifanya tukitende, na kile tunachoona kwamba hakifai tusikitende. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unaposhuhudia, unapotoa ushuhuda kwa kile ambacho Mungu amekutendea, kiendane na jinsi ulivyo, yaani kifuatane pamoja na wewe. Tunaposema kwamba tumefika tukakuta mazingira ni masafi, basi kweli tukute mazingira ni masafi, lakini si tuzungumze kwa habari ya mazingira alafu tufike pale tukute mazingira ni machafu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatakiwa akae mahali pasafi ili aweze kutusaidia kushuhudia ile kweli ya Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, ninaweza nikasema katika kitabu hiki cha Warumi tulichokisoma hapa, mtu akishaokoka hakai katika mwili tena, bali katika roho. Hakai katika nini jamani? Katika mwili tena, bali anakaa katika roho. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hawezi kushiriki, kama nilivyokuwa ninaeleza, Roho Mtakatifu hayuko tayari kushiriki dhambi. Yaani ni kwa kama nilivyokuwa ninatoa ushuhuda kwamba unapozungumza, tunapokuona wewe ni kijana mweledi, basi uwe ni kijana mweledi. Unapotaka kuwaelekeza wenzako twendeni pale tukarine asali, basi kweli waende wakute kuna asali. Lakini si uambie twendeni pale tukarine asali, alafu matokeo yake wanafika pale hawakuti, wanakuta ni kitu kingine tofauti. Kwa hivyo Roho Mtakatifu hawezi kushiriki na dhambi. Anakaa kwa utimilifu. Anakaa kwa nini jamani? Roho Mtakatifu anakaa kwa utimilifu. Na mahali ambapo kuna toba, Roho Mtakatifu anakushuhudia kila wakati, kuona ya kwamba mimi hapa sijatenda sawa, ninapaswa kuingia katika toba. Bwana Yesu asifiwe. Anakushuhudia ya kwamba hiki nilichokifanya sio sawa, hiki nilichokifanya, Mungu ninakusihi unisamehe.
Lakini unajua kuna mtu mwingine anafanya kitu wala hasukumwi kuomba toba, wala hasukumwi kumwambia Baba nimekosa kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Hasukumu kufanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu hakuna aliyeko ndani yake anayemshuhudia au kumsukuma kufanya hivyo. Lakini yule aliye naye Mwana, kila wakati Roho Mtakatifu atamshuhudia kufanya toba, kwa sababu anajua kabisa ya kwamba hata maombi yangu nitakayoyapeleka mbele za Mungu, kama sijafanya toba, yatakuwa ni kelele tu, hayatasikika. Lakini ninapokuwa nimefanya toba, ninajihudhurisha na kujiungamanisha pamoja na Mungu, na nikijua ya kwamba maombi yangu ninapoyapeleka, Mungu anayasikia na Mungu anayapokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni lazima tuhakikishe ya kwamba yule aliyeko huku ndani wakati wote anastarehe, anakaa mahali pazuri, si kutushuhudia sisi kufanya yale yasiyofaa. Kwa hiyo ndio maana nimesema anakaa mahali ambapo kuna toba, tena kwenye unyenyekevu na utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Juzi nilikuwa ninasikia wenzetu wa madhehebu padri mmoja wa dhehebu la Katoliki akasema, huwa mnasikia tunasema mtu fulani ameitwa mtakatifu, mtu fulani ameitwa mtakatifu. Akasema maana ya kuitwa mtakatifu ni yale matendo yanayofuatana pamoja naye. Unajua hao wenzetu wana hivyo vitu yaani ni yale matendo yanayofuatana nayo, yale matendo ndio yanayomtambulisha yeye kuitwa hivyo. Lakini huwezi kuitwa hivyo kama hakuna kinachokutambulisha. Yaani yale matendo hayafuatani pamoja na wewe. Yale matendo yanafuatana pamoja na wewe, unaitwa mtakatifu fulani, kwa sababu yule aliyeko ndani yako anakushuhudia wewe kuitwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, ni lazima tuhakikishe kwamba hapo mahali ambapo Roho Mtakatifu anakaa, kama nilivyosema kwamba kuna toba, alafu kuna unyenyekevu na utakatifu. Hebu tusome Isaya sura ya 57 mstari ule wa 15. Isaya 57 mstari wa 5. Maandiko yanasema, ninyi mnaowasha tamaa zenu kati ya miaroni, chini ya kila mti wenye majani mabichi, ninyi mnaoua watoto mabondeni, chini ya mianya ya majabali. Naomba urudie tena. Isaya 57:5. Nasema ninyi mnaowasha tamaa zenu. 15 samani. 57:15. Maana 57:15. Maana nasema, maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akaye milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi, nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo yao waliotubu. Amen. Neno si linajitosheleza wapendo? Yaani neno linajitosheleza kabisa kwamba maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akae milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi, nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu. Kwamba anakaa pale mahali, yaani mimi ninadili na Roho Mtakatifu kukaa mahali ambapo ni salama. Bwana Yesu asifiwe. Kukaa mahali ambapo pana rutuba, kukaa mahali ambapo pana, yaani sijui niseme, panawekewa maji kila wakati ili ule mmea usife. Yaani ndicho ninachokitamani, kwamba uone ya kwamba hiki ni kitu cha thamani, ni kitu ambacho tumepewa kama tulivyotangulia kule kusoma, na kwa hivyo panatakiwa, ni kitu ambacho kinatakiwa kitunzwe. Ni kama unavyokwenda
kwa mtu ukakuta maua mazuri, si huu unayafurahia jamani? Sasa na yule aliyeko huku, wewe mwenyewe pia umfurahie, ili akutie nguvu, akuimarishe, akusaidie. Tutakuja kuona na kazi na mambo mengine ambayo Roho Mtakatifu anayafanya, lakini leo tuweke msingi mahali ambapo huyu Roho Mtakatifu anatakiwa kukaa. Na ndio maana nikatangulia kusema kuna matawi mengi, lakini anakaa wapi hayo matawi? Huo mti wenye hilo shina hilo lenye mizizi limepandwa wapi? Limewekwa mahali gani? Mahali linakokaa ni sahihi? Tukishajua kwamba linakaa wapi na mahali huyo Roho Mtakatifu alipo ndipo mahali sahihi, sasa hizo kazi nyingine na mambo mengine yatakuja. Tutakuja kujua kumbe kazi zake ni hizi, kumbe anatusaidia kufanya hivi, kumbe anafanya hivi, kumbe anafanya vile. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, Roho Mtakatifu anakaa ndani ya waamini waliompokea Kristo kwa imani, na anafanya kazi yake kupitia maisha yao. Narudia tena, Roho Mtakatifu anakaa ndani ya waamini, wale walioamini, wale waliomkubali, wale waliompokea kwa imani, na anafanya kazi yake kupitia maisha yao. Yaani huyo Roho Mtakatifu ni lazima afanye kazi ndani yetu kupitia maisha yetu sisi tuliomkubali na kumpokea na kumfanya kuwa mwana katika maisha yetu. Atafanya nini? Kupitia hayo maisha yetu atatufundisha, atatuongoza na kutubadilisha. Na kufanyaje jamani? Na kutubadilisha kwa utukufu wa Mungu. Atatubadilisha. Hiyo ndo kazi yake, atatufundisha, atatuongoza na kutubadilisha. Kwa hivyo Mungu aendelee kutusaidia zaidi na zaidi, ili tuone ya kwamba kumbe hiki ni kitu cha thamani katika maisha yetu. Kumbe tunapaswa kuwa nacho, ni kitu ambacho tunatakiwa kuwa nacho katika maisha yetu, kwa sababu tusipokuwa nacho ni sawa na debe tupu lisilokuwa na kitu. Hata ukiligonga linalia bum bum bum, lakini kama kuna kitu, hata mlio wake unakuwa ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Basi wapendwa, mimi kwa kuweka msingi huo, niamini ya kwamba Mungu ametufungulia mlango wa kujua habari ya Roho Mtakatifu, na zaidi tutajua hizi siku 2-3 kwamba Roho Mtakatifu anafanya nini na anatusaidia katika mambo yapi. Lakini leo niweke msingi huu kwamba huyu Roho Mtakatifu akae huko ndani yetu, atusaidie, na sisi tayari tumekwisha kujua kumbe tunapokuwa naye tunakuwa ni watu wengine wa tofauti na yule asiyekuwa naye. Kwa hivyo kumbe ni kitu ambacho sisi tunapaswa kukiheshimu, kukitunza, kukipokea, ili kitusaidie katika maisha yetu. Amen. Naomba tusimame. Alipo Roho yote yanawezekana, alipo Roho yanawezekana, alipo Roho yote yanawezekana, alipo Roho. Basi sasa tuweze kujiandaa kutoa matoleo yetu, lakini kabla hatujatoa matoleo ni kuombe. Mchungaji Mhoka, karibu uombe kwa ajili ya matoleo na utupe baraka, na basi tutakuwa tunamalizia kipindi chetu kwa leo.
tunakushukuru kwa sababu umetupa kitu cha kufuatilia ambacho kitaendelea kutuelimisha katika imani. Roho Mtakatifu ni wakujaliwa sana. Roho Mtakatifu ni wakuheshimiwa sana. Tukimdharau yeye, ndio maana anasema kuna kukufuru. Mungu tusaidie tusimkufuru Roho Mtakatifu anaponena nasi. Bali Mungu Mtakatifu, kila neno ambalo tunajulishwa na Roho Mtakatifu tunahitaji kulitii ili tuweze kuzaa matunda na hatimaye matunda yatufikishe katika uzima wa milele. Watoto wako wamekuja Ee Bwana. Kitu cha kwanza wameleta mioyo yao kama sadaka. Mungu pokea hiyo mioyo ili Roho Mtakatifu aendelee kusema nayo. Hiyo mioyo Ee Bwana mjeshi aipe unyenyekevu, aipe utayari Bwana kutii neno lako wakati wote. Neno ambalo Roho Mtakatifu atasema na hiyo mioyo iwe tayari kutii. Ndipo Mungu Mtakatifu wakutolee sadaka zao sawa sawa na roho zao ambao wameleta kwako. Ndivyo Mungu Mtakatifu tutakayokubali katika jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo sadaka Ee Bwana. Haijalishi Ee Mungu Mtakatifu ni sadaka ya namna gani. Maadamu unainyosha kushukuru wewe Mungu. Wewe Mungu unapenda watu wanaokushukuru. Katika jina la Yesu Kristo. Ndipo Mungu Mtakatifu unaleta baraka kwa sadaka. Unapopokea wewe Mungu, ndipo Mungu unanyosha mkono wa baraka kuwabariki. Mungu Mtakatifu ukapata kuwabariki mioyo yao na sadaka yao, mioyo yao na nyumba zao. Maana Mungu Mtakatifu anaanza kuelewa kwamba miili yao ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Tukijua hivyo Ee Bwana majeshi, hakika wakati wote tutajinyenyekeza kwa Roho Mtakatifu na tutatii ili Mungu tuendelee kubarikiwa. Roho Mtakatifu aendelee kusema nasi, maana yeye anapenda mioyo ambayo ina unyenyekevu na kutii neno lake. Ndio atakayoiongoza na hatimaye kuifikisha uzima milele. Ee Mungu Mtakatifu, watoto wako wanapoondoka mahali hapa Ee Bwana Mungu Mtakatifu, umetuahidi kwamba tuachilie baraka kwao. Asante Mungu kwa kuja kwao. Sasa Ee Mungu, wabariki na kuwalinda. Uangazie nuru zako na kuwafadhili. Wainulie uso wako, uwape amani siku zote. Wanapolisikia neno lako Ee Bwana majeshi, wapate kuliishi. Hicho ndio chakula cha Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen.